Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema na mada ya siku ya leo ni mada ambayo itawagusa walio wengi, maana sote haya mambo yanatuhusu: wadudu, wanyama, vitu mbalimbali. Ni tema ambayo inatuhusu sote baada ya anguko. Nguvu ya kivuli. Ni nini hasa kivuli? Kwa sababu tunajua kwamba mnapotazama katika hali inayoonekana, hata mnapokuwa katika mitandao ya kijamii mbalimbali, mtakuta kwamba kuna video ambazo mnaweza mkazikuta huko kwenye TikTok, aidha kwenye YouTube na kadhalika, hata Facebook, ambapo mara wanaweza wakawaonyesha watoto ambao wanapokimbia wanaona kwamba kivuli chao kinawafuata. Alafu kuna baadhi ambao wanalia sana, wengine wanaogopa, wengine wanaanguka hata chini, wanajiuliza ni nini ambacho kinachowafuata zaidi sana. Kwa hiyo watoto wanashindwa kuelewa kwelikweli ni nini hasa kitu ambacho yeye anapotembea nacho pia kinatembea, anaangalia. Kwa hiyo haya mambo mnayajua na mnaweza mkajiuliza ni kwa nini haya mambo yote yako namna hii. Ni nini kilicho nyuma ya kivuli? Ni nguvu gani kabisa ambayo iko nyuma ya kivuli? Nakumbuka wakati tulipokuwa bado nipo wasi, na hata hivi kuna baadhi ambao utakuta wanasema kwamba tumeona kwamba kivuli chako wamekiiba, wachawi wamechukua kivuli chako. Namna gani mtu anaweza akachukua kivuli cha mtu mwingine? Aidha, maana yake ni nini hasa? Kwa hiyo watu wanaongelea kuhusiana na swala la kivuli, lakini hawajui kivuli ni nini hasa. Ndio maana mtaenda kujua nguvu ya kivuli ni nini hasa. Tutaingia katika kitabu cha Kudumanemula ndani ya Kalata Ndimsi, katika kitabu cha maajabu ambacho tunaweza ukaagiza kupitia les editions zululasan.com. Kitabu cha Kudumanemula. Kudumanemula, sina haja tena ya kuwatambulisheni kwa sababu nyote mnajua kwamba tayari huyu ndiye Kristo wa kweli, hapana yule ambao wataita Yesu wa Nazareti. Huyu hajawahi kuwepo. Ni kipindi ambapo wanafunzi wake walikuwa katika hali inayoonekana, na ilikuwa ni baada ya yeye Kudumanemula kuondoka kabisa. Sasa mitume walikuwa wakionyesha nguvu kwelikweli za kiroho kulingana na kile ambacho walichokipokea, kama vile ubatizo wa moto ambao ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Kudumanemula sura yake ya 62 mstari wa 12 inaanza kusema hivi: idadi ya wale waliojulikana walioamini na kukubali neno la lugha kuna mkato. Kwa hiyo ndio maana nikawaambia kwamba ni wakati ambapo sasa mitume wa Jokisabe walikuwa wakieneza neno, walikuwa wakitoa injili ya ukombozi, yani neno ambalo ni la ukombozi kwa baadhi ya watu, na watu walio wengi waliguswa sana kuhusiana na mafundisho yao, waliguswa kulingana na ujumbe waliokuwa wakiutoa, kwa sababu ulikuwa na mantiki, ulikuwa kwelikweli ambao uko pale katika lengo la kubadilisha na kuokoa wale ambao wanatakiwa kuokolewa. Sasa kutokana na kitendo kama hicho, walio wengi walikubali mafundisho, walio wengi walijitokeza, waumini wakawa wengi katika kipindi hicho cha mitume. Na kama ndivyo ilivyo kwa wakati huu, tunaye mzaliwa wa pili ambapo anatupatia mafundisho, nasi pia tunaendelea kutawanya mafundisho kwa baadhi ya wale ambao wanaotakiwa kuokolewa. Na kwa kweli hadi muda huu ni wengi ambao wamekubali ukweli, hilo linajulikana, ingawa wengine hawajajizirisha, wengine wanaogopa. Sijui nikisema kwamba nimekubali huu kweli, sijui wengine wataniona namna gani, aidha watanichukulia namna gani, labda watanichukia, aidha watanitenga, aidha watanifanya hivi. Wengine wanakaa kimya, wanaogopa hata tuongee, hata tuangalie. Wengine wanafikiri labda mambo ya siku za mwisho kutakuwa manabii wa uongo, acha tuwachunguze vizuri, labda hawa jamaa. Kwa hiyo kila mmoja na namna yake ya kutafakari, lakini nawaambia kila mara kwamba msiogope. Huu ndio ukweli ambao upo halisi kabisa, ambao utaokoa watu wote ambao wanaotakiwa kuokolewa. Yes, sio watu wote kwamba wote wataokolewa, lakini wale ambao wanatakiwa kuokolewa. Kwa hiyo kipindi hicho mitume walikuwa wakifanya miujiza ya hali ya juu, miujiza ambayo hamwezi mkaiona katika kipindi hiki ambacho nyote tunaishi katika kipindi hiki. Hauwezi ukaona hiyo miujiza, kwa sababu yote mnayoyaona kwa wakati huu ni maigizo tu, hakuna uhalisia, hakuna ukweli ndani yake, na wao wenyewe wanaofanya hivyo wanalijua hilo. Kwa hiyo watu walikubali neno, wakaendelea kujikusanya ili kuendelea tena pia kujilisha kiroho. Idadi ya wale waliojulikana, walioamini na kukubali neno la lugha, wanaume na wanawake, iliongezeka zaidi na zaidi, hivi kwamba wagonjwa wanaojulikana waliletwa mitahani na kuwekwa kwenye vitanda na matandiko, ili kwamba
mimi Dale nitakapopita kivuli changu. Tunasimama kwanza hapo, alafu tunaingia ndani. Anayeelezea hapa ni Dale mwenyewe, ambaye ndani ya Biblia za kisasa watamuita Petro, Kefa, Pierre, Peter. Yeye ndiye anayeongea hapa, ambaye ni mweusi, kwa sababu mitume wote walikuwa ni weusi. Jokis ambaye ni Kristo wa kweli alikuwa mweusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Sasa wakati huo, kulingana na wale ambao waliopokea ukweli, baadhi yao kulikuwa wagonjwa. Kuna wale ambao wanaojulikana walikuwa wagonjwa, sasa ilitakiwa sasa wapate uponyaji. Sasa hapa wanawaambia kwamba yani waliletwa, wengine wanawekwa sehemu gani? Waliwekwa mitaani, angalau basi wakati ambapo Dale atakapopita kivuli chake, kivuli. Ndio maana mi nasema mjiulize, kwa nini hawa wanaojiita kwamba ni manabii, maprofeti, sijui wachungaji, ambao wanasema kwamba wao wanafanya miujiza hivi, hamjawahi kujiuliza kwa nini hawaendi mahospitali? Kwa nini hawaendi mahospitali waende kufanya miujiza, waponye wale wote ambao walio na matatizo? Kwa nini ni lazima watu waje ndani ya manyumba zao za ibada kwa mujibu wao, ili kwamba upate kuponywa? Kwa nini wao wafanye? Kwa sababu wagonjwa wako wengi hospitalini ambao wanapenda tiba, ambao wanapenda uponyaji. Kwa nini hao wanaojiita kwamba ni wachungaji, ambao wanafanya miujiza na wanaokoa watu, wasijui wanatoa watu demons, wanaponya watu ambao wana magonjwa kuna wengine ambao watasema kwamba wanaponya wale ambao wana magonjwa ya maambukizi ya HIV na kadhalika, wengine kansa, wengine sijui nani ugonjwa wa kisukari, kwamba wao wanafanya miujiza na kwamba watu wanapona. Sasa swali langu mimi nauliza na nyinyi pia, nawauliza nyinyi ambao ni waumini, ambao mnawaamini, kwa nini hao mnaoita kwamba ni wachungaji wenu, mitume na manabii, kwa nini hawaende kuwafanyia ukombozi au deliverance wale ambao wapo kabisa katika mahospitali? Kwa nini wasiende? Kwa nini hawaende kufanya mambo kama haya? Kwa sababu kitu cha kwanza mnatakiwa kuelewa kwamba kwa sababu hospitali kuna wagonjwa halisi, kuna wagonjwa wa kweli. Hilo ndio mnatakiwa kulielewa, na ndio maana hawawezi wakaenda, kwa sababu kule kuna wagonjwa kwelikweli wa halisi. Lakini hayo wanayoyafanya katika mikusanyiko yao, wenyewe wanajua kwamba ni maigizo, hakuna uhalisia wote katika haya mambo wanayoyafanya. Na wenda hivi nilivyosema sasa, kuna baadhi ambao watajitayarisha waingize wagonjwa wao ambao ni wa uongo, waende hospitali, alafu wewe mchungaji ataenda pale, ataanza kufanya mambo yake in the name of Jesus, mambo mengine, alafu yule ambaye anaumwa atasema kwamba amepona. Tunajua haya yote maigizo ambao wanaweza kuandaa. Kwa hiyo haya mambo tunayoyaongea, nao pia wanapanga njama zingine ili waende kutengua kile ambacho tunapenda kukiongea, lakini haitawezekana, maana ukweli unabaki kuwa ukweli. Mambo ambayo mnayoyafanya yanajulikana tu, yanaonekana kwamba ni uongo mtupu. Kwa hiyo muwe uangalifu sana ndugu zangu, wakati mnapoendelea, mnaposikiliza, mnapowapatia imani lenu hao mnaoita kwamba ni wachungaji wenu, fanyeni angalisho sana na mjiangalie zaidi sana, kwa sababu njia ambayo mnapelekwa, hakika ndugu zangu, bila kuamka, mtajikuta kabisa mmepoteza muda wenu bure kabisa kwa muda, na hakuna chochote ambacho mmefaidika, bali kupotezwa tu na kuangamia, na baadaye yote mnajua mwishoni hukumu hipo. Kwa hiyo wanawambia kwamba Dale yeye, kutokana na uwingi wa watu, yaani ilibidi tu wao wanaweka tu wagonjwa kwenye mitayani, wengine kwenye vitanda wa mengine, angalau yeye apite tu. Sasa akipita, kivuli chake kinapoenda tu kwa watu, kinapowapita watu wale wagonjwa, watu wanafanya nini? Wanapona. Kulikuwa nini kwenye kivuli cha Dale? Ni nini ambacho kilikuwepo hasa? Maana kivuli, sisi tunatembea, unapoangalia kivuli, kivuli kina umuhimu gani? Aidha kina nguvu gani? Na kwa nini kivuli ni cheusi kwanza? Maana watu hawajiulizi hili swali. Watu wanafikiri kwamba ni cheusi kwa sababu kinatakiwa kuwa cheusi tu kwa sababu mwanga. No, neno ningelipenda kivuli kingekuwa hata cha rangi nyeupe, hata ya rangi ya njano, lakini kwa sababu tayari umeshazoea kivuli ni cheusi, ndio maana hamwezi mkajifikiria hata kufikiri haya mambo ambayo naongea hapa. Lakini twende hivyo pole pole. Dale anasema
ili kwamba mimi Dale nitakapopita kivuli changu, kuna mabano, utawala wetu unaotokana na muungano wa kivuli kinachoakisiwa cha viumbe wa kiroho zaidi ya pazia kubwa lisiloonekana, tunafunga mabano, kingewafunika baadhi yao. Maana yake ni nini? Yaani hapa kivuli cha Dale ambacho kitaenda kupita na kufunika wale wagonjwa, yaani kitawakilisha utawala, na utawala unatokana na muungano wa kivuli kinachoakisiwa, kinachotokana na viumbe vya kiroho ambao ni kaka zetu wa kiroho walio katika gizo kuu la vitu, ambao wako nje kabisa zaidi sana ya pazia kubwa lisiloonekana. Kwa hiyo ndio maana yote ambayo niliyokuwa nimeanza kuongea hadi muda huu ulikuwa ni utangulizi. Tunaingia sasa kwenye kipengele cha kwanza, chimbuko la kivuli. Lazima kitu kinapotokea, lazima tujue chimbuko lake ni lipi, wakati gani hiki kitu kimeanza. Je, kilikuwa tu hivyo tangu wakati wote, aza namna gani? Kwa hiyo ndio maana, kwa nini kama kilitokea wakati fulani, lengo lilikuwa nini na nini kilichosababisha kwamba hicho kitu kitokee. Ndio maana tunaenda kuangalia chimbuko la kivuli. Sasa wakati gani ambapo kivuli kimeanza, ndugu zangu, na kimetoka wapi? Maana kuna baadhi ambao wanasema kwamba bila jua hakuwezi kukawa na kivuli, aidha bila mwanga hakuna kivuli ambacho kilezi kaonekana. Sasa tuangalie kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 71, inasema hivi, na hapa mtaelewa kwamba kabla sijasoma mtaenda kuelewa kwamba ni namna gani mtu wa kwanza alivyoumbwa, yaani mwili wake ulitokana na nini. Mnajua nyote kwamba mwili wake ulitokana na aina ya udongo ambayo inaitwa limo, na hiyo limo ni nyeusi, tofauti na Biblia za kisasa ambapo alisema kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi ya dunia. Wanaposema kwamba umeumba mtu kwa mavumbi ya dunia, hiyo ni kasoro, kwa sababu hauwezi ukaumba mtu kwa mavumbi. Mavumbi ni uchafu. Sikilizeni kwa makini, yaani mavumbi, yaani ni uchafu wa udongo, kama mnaweza mkaelewa kwa namna nyingine. Unaposema udongo, kawaida watu wanaweza kusema kwamba labda ni uchafu, lakini kawaida udongo haujamaanisha uchafu direct, moja kwa moja, hapana. Lakini mavumbi yake sasa, huu ndio uchafu. Kwa hiyo Mungu anapoumba mtu kwa mavumbi ya udongo aidha ya ardhi, hapo kuna mambo ambayo yako sawa. Lakini mtu kikawaida anatakiwa kuumbwa kwa udongo, aidha hata kwa tope, sawa, inaweza ikaeleweka hata vizuri. Kwa hiyo sasa kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 71 inasema, hivyo ndivyo hivyo ngozi ya mwili wangu wa kimwili, anayeongea hapa ni moto, sio mwingine, ilipoumbwa kutoka kwa udongo, kuna mabano, safi na unaofaa kwetu katika hali inayoonekana, safi na unaofaa kwetu katika hali inayoonekana, tunafunga mabano, wa dunia, kuna mabano, udongo, ilitoa mwonekano wa rangi ya giza, kuna mkato, nyeusi, kuna mkato, iliyodhihirishwa kutoka kwa muungano wa kivuli chetu kilichoakisiwa, kuna mabano, yani viumbe vya agizo kuu la vitu. Maana yake ni nini? Yaani tunaambiwa kwamba kivuli cha kwanza kabisa kuwepo katika historia ya uumbaji ni kivuli cha roho za agizo kuu la vitu. Sasa hicho kivuli ni cha namna gani? Hicho kivuli hakina uhusiano wowote na kivuli ambacho sisi tunacho kwa wakati huu, hata kidogo, kwa sababu hicho kivuli kina ufahamu, hicho kivuli kina hisia, hicho kivuli kina akili, kina kila kitu, tofauti na kivuli ambacho sisi tunachokiona, kivuli chetu kinatembea. Kwa hiyo ni mambo mengine ambayo yako tofauti zaidi sana. Sasa hapo tunaona hivi, na tunapoenda katika kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 216 wanasema, roho saba za mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana kisha zilizalisha juu yetu mwinuko wa kivuli. Anayesema hapa tena ni moto. Hapa sasa ni baada ya anguko, wakati ambapo walipotazama, walipoangalia upande mwingine, wakaona, macho yakafunguka, wakaona ulimwengu wa giza la kichawi, moto
ikiwa mnapenda kuelewa, katika ulimwengu wa astrali hakuwa na kivuli wala moto. Katika ulimwengu wa astrali, ulimwengu wa nafsi, hakuwa na kivuli. Huenda wengine watasema labda hakuwa na kivuli kwa sababu hapakuwa mwanga. Hapana, mwanga ulikuwepo kwa sababu jua lilikuwa tayari limeshaumbwa, mwezi na hata nyota pia. Kwa hiyo ikiwa jua lilikuwa tayari limeshaanza kuangaza katika ulimwengu wa nafsi, kwa sababu mambo yote yaliumbwa katika ulimwengu huo wa nafsi. Hakuna kitu ambacho kiliumbwa baada ya anguko, hakipo. Yaani mambo yote yaliumbwa kabla ya anguko, ikiwa watu wanapenda kuelewa vizuri. Kwa hiyo hata jua, mwezi, vyote viliumbwa katika ulimwengu wa nafsi. Sasa hata kama kulikuwepo na jua na kuna wakati ambapo uzirisho wa usiku ulikuwa unajizirisha, hapakuwa na kivuli. Moto hakuwa na kivuli, mto hakuwa na kivuli. Hata miti ya Edeni ya Monda Mamunyenge haikuwa na kivuli. Hivi sijui kama unaelewa vizuri. Sasa kwa sababu kivuli ni lazima mtu wa kwanza ndiye atakayezirisha kivuli hicho, na ni wakati ambapo atakapoanguka ndipo kivuli kitatokea. Sasa hicho kivuli kitatokea namna gani? Ndio maana tukasoma hapa roho 7 za mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana, kisha zilizalisha juu yetu mwinuko wa kivuli, tunafungua mabano, pazia linalojulikana la utengano kati ya roho, nafsi na mwili, tunafunga mabano, pazia la huzuni pande zote na kuchanika, kuna mabano, yani upinzani, tunafunga mabano. Na hili likawa ni mavazi, kuna mabano, kubadilika, tunafunga mabano, kwa miili yetu ya kimwili. Maana yake ni nini? Kwa hiyo ni baada ya anguko ambapo roho 7 za agizo kula vitu zilizalisha juu ya moto na mto hicho kivuli. Ikiwa mnapenda tena kuelewa, maana yake ni kwamba kivuli kilikuwa kwenye ngozi ya moto kabla ya anguko. Hivi mnaelewa vizuri? Kivuli kilikuwa kwenye ngozi, kilikuwa ndani ya mwili wa moto kabla ya anguko. Sasa nini nawaambia kwamba kila kitu kiliumbwa mapema kikamalizika, vingine ni kujizirisha tu, lakini vilikuwepo tayari. Hivi si kama naelewa vizuri? Sasa baada sasa ya anguko, kuanguka kwao, sasa ndipo sasa hicho kivuli kitaondolewa kutoka kwenye mwili wa moto na kushuka chini na kuanza kumfuata sasa anapopiga hatua zake za kutembea, katika lengo la kupenda kumwonyesha makosa yake, kwamba unaona makosa yako hayana kufuata. Ndio maana baada ya anguko kila kitu kikawa sasa na kivuli. Hakuna kitu katika linaonekana ambacho hakina kivuli. Miti ina kivuli, vitu ambavyo tuko navyo kivuli, ukiweka tu kwenye mwanga ni tayari utaona kivuli chake, lakini bila mwanga kwa sasa hivi hawezi ukaona, lakini haijamaanisha kwamba havina kivuli, vinavyo. Ndio maana sasa kipengele cha pili, nguvu ya kichawi ya kivuli. Nguvu ya kichawi ya kivuli, kwa sababu nyote mnajua kwamba ulimwengu wa giza la kichawi huko hapo tu kuna kili kufanya kopi tu, lakini wao wataingia katika namna ambayo si nzuri, wataenda kinyume na kile ambacho kiliwekwa tangu hapo awali. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Sangu ambayo wataita Ibrahimu, lakini alikuwa mweusi pia, sura yake ya kwanza mstari wa 99, ambapo inaanza kusema hivi: Mutatedi ananiambia, kuna nukta mbili, ujue hili, sehemu kubwa ya wazao wako itakaa katika kivuli cha bonde la mauti. Itakaa katika kivuli cha bonde la mauti, itaingia katika utumwa mkubwa sana, mkubwa, chini ya ushawishi wa mnyama mkubwa na wa ajabu wa baharini wa kiroho, ambaye ana nguvu kubwa katika ulimwengu wa kichawi. Kwa hiyo hapa uzao
Wasango, sehemu moja ya uzao wa Sango itaingia chini ya kivuli. Ina maana kwamba hapo watakuwa katika hali ya kukandamizwa, yaani kivuli hapo, kulingana na ulimwengu wa kichawi, utawakilisha kukandamizwa, kuwekwa katika utumwa wa kiroho kutokana na nguvu za giza la kichawi, kwa sababu taifa linatakiwa kukaa katika mwanga kila wakati kikawaida. Sasa lengo la ulimwengu wa kichawi ni kwamba walete kivuli ambacho hicho kivuli kitaenda kuondoa mwanga, ule mwanga ambao taifa lilitakiwa kuwa nao. Sasa ndipo sasa watu kuliko kukaa chini ya kivuli kulingana na ukweli ambao ni mwanga, tena wao wataikaa sasa chini ya kivuli ambacho ni kivuli sasa ambacho ni giza, sasa kulingana na ulimwengu wa giza la kichawi, kwa sababu hawataleta tena mema, watakuja kuwafunika kwa nguvu zao, kwa utawala wao, kitu ambacho ni tofauti na hapo awali. Ndio maana kitabu cha Kolaita ambao utaita Yusufu mwana wa Tindi, watasema mwana wa Yakobo, sura ya kwanza mstari wa 97 hadi 99 inasema, ilitokea kwamba wakati mimi Kolaita nilipokuwa nikitembea asubuhi sana nikifikiria kila kitu kilichonipata, niliwaona wanaume hao wawili wameketi chini ya mti mkubwa wa mbuyu. Niliwapata wakiwa katika hali ya kivuli, yani hakuwakuta wana furaha, hapana. Yani aliwakuta katika hali ambayo ni ya huzuni. Yani kivuli hapa kitadhihirisha tena, kitaonyesha kwamba ni huzuni, hakuna raha. Na ndio maana wengi wenu mnapokuwa na msongo wa mawazo, ni kama vile unajihisi kama vile unaingia katika sehemu fulani, kama vile umeenda kufunikwa katika, yani uko chini ya kivuli kimoja hivi ambacho uko pale, uko katika mawazo yako hapo muda wote, kwa sababu nguvu ya kivuli hiyo sio tena kulingana na ukweli, bali inatokana sasa na ulimwengu wa giza la kichawi ambao unapenda ubaki katika shinikizo, ubaki katika msongo wa mawazo. Na kitendo cha kubaki katika msongo wa mawazo kila wakati kinafanya mtu kuzeeka mapema, kuzeeka haraka, kwa sababu ukiwa mtu wa hasira kila wakati, ujue kwamba unaweza ukazeeka mapema. Tutafika hapo neno likiruhusu. Kwa hivyo mimi Kolaita niliwauliza, kwa nini mnaonekana wenye huzuni sana? Kwa hiyo ndio maana yani hicho kivuli, yani anaona kama kuna kitu ambacho kama vile kivuli ambacho kinawafunika na kinawafanya wakose raha. Ndio maana tunaambiwa kila wakati kwamba iweni watu wenye furaha kila wakati, jitahidini kuwa na furaha. Sijamaanisha kuwa na furaha na watu wote, kwa sababu hilo haliwezekani. Hauwezi ukawa na furaha na watu wote, tofauti na huyu Yesu wao ndani ya Biblia anasema kwamba iweni na amani na watu wote. Huwezi kuwa na amani na watu wote, hilo haliwezekani. Hata yeye mwenyewe huyu anayesema kwamba Yesu anasema mwenyewe kwamba iweni na amani na kila mtu, je, yeye mwenyewe alikuwa na amani na kila mtu wakati mnaposema kwamba alipokuwa katika dunia hii? Jibu ni hapana. Je, alikuwa na amani na Mafarisayo? Alikuwa nao na amani na Mafarisayo? Hapakuwa na amani, kwa sababu naye pia aweze kukubali wao wanaopinga ule ukweli kwa mujibu wake aliuleta yeye mwenyewe. Kwa hiyo hakutakuwa na amani. Kwa hiyo hawezi kuwa na amani na kila mtu, hilo haliwezekani katika dunia hii. Ndio maana kitabu cha Temusea ambayo wataita Ayubu sura ya 8 mstari wa 6 nasema, kwa maana sisi ni wajana kulingana na utaratibu uliowekwa, na hatujui chochote ikilinganishwa na walioanzishwa wakati wa zamani. Siku zetu duniani ni kivuli. Yes, yani siku zetu hapa duniani, ndugu zangu, yani ni kivuli, maana hatujui ni lini ambacho tunaweza tukaondoka. Kwa nini hii? Kwa sababu kulikuwepo na anguko, na ndio maana sasa maisha yetu hapa katika hali inayoonekana katika dunia hii inakuwa kama vile ni kivuli. Sasa vinginevyo kusingelikuwa na anguko, yeye asingeliongea haya mambo ambayo ameongea. Kwa sasa hivi mnaposoma ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba maisha ya miaka imepunguzwa hadi kwenye miaka 120. Akasema kwa wao walielewa ili andiko vibaya, wanafikiri kwamba mtu hawezi akapitisha 120. Hapana,
yaani miaka yake itakuwa ya 120. Ina maana kwamba unaweza ukapitisha hata 120, aweza hata hauwezi ukafikisha hiyo 120, ndio maana yake. Kwa ndio maana mnaposikia kwa mfano kuna mtu ambaye alikuwa na miaka 140 na ngapi, kwa mfano Temsey ambaye wanaita Ayubu, alitoka katika inaonekana zaidi ya miaka 140, vitu kama hivi. Kwa hiyo muelewe haya mambo ambayo yanayoongelewa hapa. Temsey sura yake ya 10 mstari wa 18 anasema mudima beko kisedi aniondoke na aondoke karibu yangu, ili nipate kupumua kidogo kabla sijaondoka, ili kutokurudi tena katika nchi ya giza na ya kivuli cha mauti. Kivuli cha mauti, nchi ya giza nene, ambapo kivuli cha mauti na mkanganyiko utawala, na ambapo nuru ni kama giza. Yes, unatakiwa kuelewa kwamba hata mauti yana kivuli chake. Maana yake ni nini? Kwa sababu mtu anapokuwa katika kufariki, sijamaanisha wale ambao wanaofariki tu kwa pam, no, wale ambao walikuwa labda mgonjwa nini, sasa ni kama aina ya kivuli cha mauti ambacho kitaenda kumfunika. Hajamaanisha kwamba ni roho waagizo kula vitu ambaye yeye ni kivuli ambaye anakuja kumfunika mtu anapotaka kufariki. Hapana, maana yake mtu ana uhakika kwamba hivi anaenda ndio maana yake, ndio hicho kivuli cha mauti, yaani hivi ana uhakika kwamba hapa nimefariki. Hilo ndio jambo ambalo natakiwa kulielewa. Temsea 16:14, kilio kimebadili uso wangu, kivuli cha mauti kiko juu ya kope zangu. Kivuli cha mauti kiko juu ya kope zangu. Maana yake ni nini? Kwa sababu anapoanza kusema kwamba kilio kimebadili uso wangu, ni kwa sababu wakati mtu anapolia uso unabadilika. Ninategemea unalia namna gani. Wengine utalia tayari mmeshaona. Na mtu kulia haijamaanisha tu, kwa sababu wakati mtu anapolia ni kwa sababu kuna hisia fulani ambayo imemfanya yeye alie. Kulia, unaweza ukalia kwa sababu kuna kitu kibaya ambacho kimetokea, lakini pia unaweza ukalia kwa sababu una furaha. Unapopata sijui kwenye loto unapata milioni ngapi, 50 na ngapi huko, unaweza ukafurahi hadi kulia kwa furaha. Yote ni kulia. Unaweza kuwa sijui jikoni unapika, unakata vitunguu alafu inakuingia ndani ya macho, unaanza kulia, yani machozi yanatoka wakati haujapigwa, haujaumia. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo unatakiwa kulielewa. Na kivuli cha mauti kiko juu ya kope zangu, maana yake ni nini? Ndio maana mtakumbuka kuna watu ambao wakati mtu anapokuwa katika hali ya kufariki, hata wanafamilia wanaweza kumwambia fulani, jikaze, kaza moyo. Hivi mnajua kwa nini wanaongea hivyo? Wengine wanaongea lakini hawajui kwa nini wanaongea. Usifumbe macho, kwa sababu anajua kwamba anapofumba macho anaenda huyu. Kwa sababu ndio maana hapa mnasikia kwamba kivuli cha mauti kiko juu ya kope zangu. Ina maana kwamba labda mtu anaweza kafumba macho na anaenda. Ndio watu jikaze, usifumbe macho, yani hawataki mtu afumbe macho. Na wakati wanaposema kwamba mtu ajikaze, jitahidi, hapana ukata tamaa, yani wanampatia, kwa sababu ikiwa muda wako haujafika, ingawa hakuna muda ambao umepangwa, roho yako inaweza ikakutetea na hauwezi ukafariki. Kuna wakati mwingine kabisa mwili umechoka kabisa, nafsi haiwezi chochote, yani kila mtu anasema huyu anaenda, lakini hapo roho yako inaweza ikapambana na tena unarejea tena. Ndio maana ni vema kulisha sana roho yako, ni vema kulisha sana roho yako. Roho yako ikiwa inashiba vizuri, hata wakati wa matatizo wa magumu itakusaidia. Hata mwili kama utakuwa umeshazoofika, roho itasaidia hata nafsi. Na chakula cha roho ni mafundisho, ni ukweli ambao unausikia kila wakati. Ndio maana hapana kulala bila kusikiliza mafundisho, hapana kupitisha siku mzima. Maana unapofanya siku mzima usikilize mafundisho, ina maana kwamba umelala njaa, yaani nafsi yako haijala. Sasa wewe uthubutu mwili wako wa kimwili usile kwa siku mzima, unajihisi namna gani? Si unajihisi hauko sawa? Ndivyo hata roho anavyojihisi, kwa sababu kila mmoja ana chakula chake. Yeye hivi gisi anavyosikia mafundisho, anakula, anafurahi, na wakati anashiba, ndipo atakupatia sasa nishati wewe ambaye ni nafsi, lakini pia na mwili wako. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kulielewa. Temsea sura yake 23 mstari wa 17 anasema, kwa maana si bebanda mbodima mundima bobe, yani satirs
wanaoniangamiza, si kivuli cha esoma mudima bobe onosantor, aiza demoni katika umbo la punda ambacho nimefunikwa. Kwa hiyo anasema kwamba haya matatizo ambayo mimi ninayapata zama ambapo nimo, sio kwamba labda ni kivuli cha demon eso, yani demon katika umbo la hiyo demon ambayo iko katika umbo la punda. Hapana, sio kwa namna hiyo. Temusea 38:17. Je, malango ya mahuti yamefunguliwa kwako? Alama ya kuuliza. Je, umeyaona malango na roho za uvuli wa mahuti? Kwa hiyo kitu gani kinachofanya kwamba mtu afariki? Walio wengi watasema kwamba mtu anafariki kwa sababu yuko chini ya majira na nyakati. Kwa sehemu moja ni kweli, hatuwezi tukakataa, lakini mjue kwamba katika mwili wa kila mtu kuna seli moja ambayo ikiguswa hii mtu anazeeka, na ikiwa hiyo seli haitakuwa na udhaifu na mambo mengine, mtu anaweza akakaa muda wa kutosha bila kuzeeka. Ndio maana watoto wawili mnaweza mkazaliwa nyote tumbo moja, labda hata mapacha kwa wakati mmoja, lakini baada ya miaka kadhaa kule mnapowaleta watu wawili mtakuta kwamba mmoja amezeeka zaidi kuliko mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu kuna hili ambayo nimewaambia, kuna seli ambayo iko pale katika lengo la, yani inaweza ikafanya uzeheke kama haifanyiwi kile ambacho inatakiwa kufanyiwa. Nitawaambia ni nini. Na ndio maana kuna hata mwili kuna seli pia ambayo ukipigwa kitu unajihisi maumivu, ni kwa sababu kuna seli ambayo ipo inayohusiana na mambo hayo. Hiyo seli ikiondolewa, hata upigwe mapanga hauwezi ukahisi hata maumivu. Sijui kama mnaelewa. Unaweza ukajikata bila hata kujua, utaona kwamba damu inatoka. Kumbe nimejikata bwana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo seli pia nayo pia mnatakiwa kuelewa hiko hivi. Sasa kutokuzeheka inategemea, kwa sababu tunaona kwamba hata lishe, kula kwako, usafi, kama unafanya mambo kama hayo, unafanya mazoezi kila mara ya mwili, kuzeheka inakuwa ni sio rahisi sana, inakuwa ni kwa kidogo kidogo, yani sio sana. Sijui kama naona hiyo. Kwa hiyo wale ambao ni wazungu wanaotafuta namna gani ya kufanya ili wahakikishe kwamba wasizeeke, hilo wanajichanganya bure. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yapo muhimu ambayo mtu anaweza akatimiza ili kwamba asizeeke haraka. Kipengele cha 3, kivuli, ishara ya utawala. Sasa hapo tunatoka sasa kwenye hicho kivuli, ndani kivuli ambacho ni uwakilishi wa nguvu za giza la kichawi. Sasa tunaenda sasa ili kuonyesha sasa kivuli ambayo itakuwa sasa ni ishara ya utawala. Sasa ndio maana kitabu cha Mukaisedi ambacho wataita Waamuzi sura yake ya 14 mstari wa 9 inasema hivi: na wazungu na damu mchanganyiko metisi wakawajibu, kama kweli mnataka kutuchagua kama mfalme wenu, njooni jiwekeni chini ya kivuli. Chini ya kivuli, kuna mabano, mamlaka yetu, yani kivuli chetu, yani mamlaka yetu. Kwa hiyo unapokuwa chini ya kivuli cha mtu mwingine, yani mtu huyo ana mamlaka juu yako. Kwa sababu unaweza ukajiuliza namna gani anaweza kuwa chini ya kivuli, kwa sababu kivuli chenyewe kwanza kiko chini. Sasa unaweza ukafunikwa na kivuli cha mtu namna gani? Ndio maana ukiongea hivyo hauwezi ukaelewa, lakini ina maana kwamba uko chini ya mamlaka ya huyo mtu, uko chini ya mamlaka ya kitu hicho. Hiyo ndio namna ya kivuli hicho ambacho tumekiongelea hapa. Ndio maana kitabu cha Mienge ambayo tuita Zaburi 17:8 inasema, kwa neno lako unilinde kama mboni ya macho. Kuna nukta mkato, unilinde katika kivuli cha udhihirisho wa nguvu zako. Ndani ya Biblia za kisasa wataandika kwamba unilinde kama mboni ya macho yako. Wanaposema kwamba unilinde kama mboni ya macho yako, wanayemwambia kwamba walinde kama mboni ya macho yake ni Mungu wao. Ndani ya Biblia za kisasa wanapenda kuonyesha kwamba huyo Mungu ana macho, anaona, yani ni kiumbe. Ndio maana wanasema kwamba unilinde kama mboni ya macho yako, kwa sababu Mungu ana mboni za macho, kwa sababu ni kiumbe ambacho kina macho. Hivyo mnaona hili. Huyu wanayeita kwamba Yesu wakati alipokuwa akiongea na sijui kama alikuwa Filipo kwamba tuonyeshe Baba, akamjibu kwamba Filipo, umekaa nami hapa muda wa kutosha zaidi sana, haujamwona Baba?
anayeniona mimi anamuona, ameshamuona Baba. Na walio Wakristo wanasema amen, haleluya, amen. Yesu ni Mungu. Nitaonyesha udhaifu ambao upo hapa. Kwa hilo andiko nitaonyesha ni namna gani huu udhaifu ambao upo. Kikawaida huyu mnaita Yesu hawezi kuwa mfano wa Mungu. Twende hata ndani kulingana Biblia. Sichukue hata Biblia za kala tambale, no. Ndani ya Biblia za kisasa kikawaida, anayetakiwa na aliye mfano kabisa wa Mungu ni Adamu. Hivyo amwezi mkaniambia utofauti, kwa sababu huyu Mungu mwenyewe amesema kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa 26 27 kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hivi mnaelewa vizuri? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, ina maana kwamba huyu mtu ambaye alimfanya kwa mfano wake kamili, na huyo mtu sio mwingine ndani ya Biblia za kisasa, ni Adamu. Sasa kama Adamu amefanywa kwa mfano wa Mungu, ina maana kwamba ni yeye anayefanana na Mungu. Na wakati ambapo Adamu alipoumbwa, Adamu alikuwa bado hajatenda dhambi. Kwa hiyo Mungu aliumba Adamu ambaye si yule ambaye ameisha tenda dhambi, alikuwa ni mkamilifu, yaani alikuwa bado hajaanguka. Kwa hiyo Adamu wa kabla ya anguko ndiye tunaweza tukasema ni mfano wa nani? Ni mfano wa Mungu. Sasa ikiwa huyo Adamu huyo, kulingana na wanasayansi nao pia ambao wanakubaliana nasi kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi, na watu wakikubali hivyo, ina maana kwamba huyo mtu wa kwanza ambaye ni mweusi ambao wataita Adamu kikawaida atakuwa na rangi moja na huyo ambao wataita Mungu. Sasa kama huyo Adamu alikuwa mweusi, na gisi wanasayansi nao pia wanadhibitisha hilo kwamba mtu wa kwanza kabisa duniani alikuwa mweusi, ina maana kwamba hata Mungu naye pia ni mweusi. Hilo lieleweke vizuri, lakini walio wengi wanashindwa kumeza hili ambayo tunaliongea. Sasa inaweza ikawa namna gani huyu Yesu aje kuongea na kusema kwamba yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana? Namna gani anaweza akasema kitendo kama hicho? Kwa sababu yeye Yesu kwa mujibu wa Biblia amezaliwa katika dhambi, ingawa kwa mujibu wa Biblia yeye hajatenda dhambi, ni kweli, sawa, lakini kuna wakati ambapo anachoka, si ndio? Anahisi maumivu, kuna wakati analala, kuna wakati ambapo atajihisi kiu, atapenda kunywa, mambo kama haya. Sasa ikiwa yeye gisi alivyo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, ina maana kwamba huyu Mungu tutamchukulia naye pia yuko namna gani? Kwa sababu mnaposoma kitabu cha Isaya wanasema kwamba sijui wanamwongelea Yesu kwamba hakuwa na uzuri wa kutuvutia. Sijui kama nakumbuka hilo andiko, kwamba sura yake ilikuwa imeharibika, imebomoka, ilikuwa yani hakuwa na uzuri wowote wa kutuvutia. Sasa ikiwa Yesu hakuwa na uzuri wowote, na yeye anasema kwamba yeye ni mfano wa Mungu sionekana, ina maana kwamba huyo Mungu naye yuko namna gani? Ndio maana kitabu cha Apokrifa ambao wanachukulia cha Apokrifa cha Enoki anasema kwamba aliona uso wa Bwana, alafu aliona uso wa Bwana unatishi, unaogopeshi. Bon, tunapita kitabu cha Miengi sura yake 22 mstari wa 4 inasema, mutatedi katika siku hii ya upatanisho mkuu, ninakuita kiroho, lakini sikuoni kwenye njia ya kivuli cha bonde la kifo cha kiroho, na ni mwishoni mwa bonde hili ambapo mkubwa wa wawili lazima achukue urisi uliopotea. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo anawaambia kila wakati. Wapendwa, walio wengi wanachukia kifo, lakini tawaambia kuna aina mbili. Ninaposema yani kuchukia kifo, simaanishi namna mtu anavyofariki, yani ile namna ambayo mtu anafariki, hiyo hakuna mtu ambaye anafurahia, hakuna mtu ambaye anaweza kapenda, lakini nasema tu dhana yenyewe tu ya kifo. Kifo ni kizuri kwa sababu kifo ni neema ambayo tumepewa. Kitendo cha kufupisha umri, miaka ya kuishi kwetu sisi ni ingine neema, lakini walio wengi hawawezi wakaona kwamba ni neema, lakini tutaingia kidogo ili mupenye muone neema yake iko namna gani. Tuseme kwa mfano, angalieni wakati ambao tunaishi, uangalie maisha yako ambayo uko nayo kwa sasa hivi, alafu katika hiyo hali ya shida ambayo uko nayo
Unaambiwa tena utaishi miaka 2000 tena, utakuwa tu bado huko katika dunia hii. Hivi unaona kwelikweli hayo mateso ambayo utakuwa nayo? Tuseme kwa mfano una ugonjwa ambao wanasema ugonjwa usioweza kuponyeka, jinsi wanavyosema wao. Sasa uambiwe kwamba utakaa ingine miaka 5000 ijayo, hautafariki, kupona uponi, utakuwa tu hivi katika hiyo hali. Raha itakuwa wapi? Amani itakuwa wapi? Miaka 5000 unaendelea tu kuteseka na huo ugonjwa. Tuseme kwa mfano umefungwa kifungo cha maisha, sasa utatakiwa kuishi miaka 200 nyingine ambayo inakuja. Ina maana kwamba utabaki humo, na unajua wafungwa kuna sehemu wase wanaweza wakafunguliwa waende kulima, azi waende kubomoa mawe, hivyo muda wa miaka 200 tu. Hivyo unaona kwelikweli, ndio maana kifo kinakuja katika lengo la kuwapatia neema. Hata kama ulikuwa mgonjwa ambao ugonjwa unatakiwa wakati mwingine bana, huu ugonjwa aiza upone, aiza utoke katika hali inaonekana na huu ugonjwa ustop. Kwa hiyo kifo ni neema nyingine ambayo tumepewa, lakini nategemea mtu amekufa namna gani. Kitabu cha Mienge sura yake 36 mstari wa 8 nasema, jinsi uzirisho wa wema wako ulivyo wa thamani, loba, katika kivuli cha uzirisho wa nguvu zako, kuna mabano, roho wa nguvu yupo, tunafunga mabano, wana wanaojulikana wa moto pia utafuta kimbilio. Mienge 57:2, kwa neno lako nipe uzirisho wa neema yako, loba, kwa maana katika neno lako roho yangu inatafuta kimbilio, pia ninatafuta kimbilio katika kivuli cha uzirisho wa nguvu zako, hadi majanga yatakapopita. Kitabu cha Mienge 91:1, yeye anayejulikana anayekaa chini ya ulinzi wa neno la loba anapumzika katika kivuli cha uzirisho wa nguvu zake. Na kitabu cha Mlangueji ambayo wataita Mhubiri 7:12, kwa maana kwa kivuli cha hekima mtu hujificha kama kwa kivuli cha fedha, cha pesa. Ni kweli. Kivuli cha hekima maana yake ni nini? Aza kivuli cha pesa ni kweli, unapochukua pesa uweke hapo, na kama kuna mwanga utaona kivuli cha pesa kiko pale. Lakini swali la kujiuliza kuhusiana na hekima, je, hekima ni mtu ambaye yeye atasimama alafu tunaona kwamba kuna kivuli chake sasa namna gani? Kwa hiyo tunaposoma hapa hivi kwamba kwa maana kwa kivuli cha hekima mtu ujifiche, maana yake ni nini? Yaani kivuli hapa cha hekima maana yake wewe umeondokana na ujinga, umeondokana na uongo, umeondokana na mambo yote hayo ya ajabu ajabu ambayo yaani uko chini ya kivuli cha hekima. Na wanaposema kama kwa kivuli cha pesa, ina maana kwamba yaani hauna umasikini, umasikini kwako hakuna. Lakini faida moja ya maarifa ni kwamba hekima huwafanya wale walio nayo waishi katika hali inayoonekana. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora, yaani Mienge Mwabo na Mienge, sura yake ya 2 mstari wa 3, kama mti wa mwembe kati ya miti ya msituni, ndivyo alivyo mpendwa wangu Monmon kati ya vijana. Nilitamani kukaa kwenye kivuli chake, nilitamani kukaa kwenye kivuli chake, na matunda yake yalikuwa matamu kwa mguso wa ulimi wangu. Bon, kukaa kwenye kivuli chake Monmon, yani anapenda kumaanisha mpenzi wake, mpendwa wake, anapenda kumaanisha kwamba kuwa kwenye uwepo wa Monmon, yani kwenye uwepo wa kiroho wa Monmon, ndio maana yake. Kwa upande huo, upande mwingine watu wataingia katika mengine. Neno likiruhusu haya tutakuja kwa wakati mwingine kuhusiana na anaposema nilitamani kukaa kwenye kivuli chake na matunda yake yalikuwa matamu kwa mguso wa ulimi wangu. Kitabu cha Uonja sura yake ya 16 mstari wa 3, wale yani wasioanzishwa wa bana pa huambia wale, kuna mabano, wasioanzishwa wasoma, toweni shauri, fanyeni haki, tufunike azuhuri kwa kivuli chako. Sasa maana yake nini hapo? Kivuli chao kitawakilisha ulinzi, kwa sababu unaweza ukajiuliza namna gani
unaweza kumfunika mtu kwa kivuli chako. Ndio maana nikasema, je, kivuli kiko chini tayari, hata mtu akija awezi akafunikwa na hicho kivuli chako. Hasa wengine wanasema kwamba yana utakaa chini hivi alafu ndani kivuli kinakuja kinakupiga alafu kinaenda hivi. No, ndio maana nikaeleza hapa kwamba kivuli hapa kitawakilisha ni ulinzi tu, ni ulinzi. Kama usiku uficha wanaofukuzwa, usimsaliti aliyekimbia. Hili jambo ni hawa wanaoitwa Wakatoliki tu ambao walilitimiza katika wakati fulani, katika kipindi fulani, kwa sababu katika Ukatoliki ni kwamba mtu anapokimbizwa anakimbia sehemu, aweza kwa mfano labda aliua, alipigwa, alifanya mambo mengine, akikimbia na kuingia katika kanisa Katoliki katika zamani, lakini kipindi cha zamani, hamtakiwi kwenda kumchukua huyo mtu, hamtakiwi kwenda kuingia ndani ili kumchukua mtu. Hivyo haikuwa ni mwiko. Hata kama ni kibaka ambacho kimeua, kimefanya mambo mengine, kikiingia ndani mule, mnamkimbiza papa papa, anaingia hadi ndani ya kanisa chup. Nyinyi ambao mnamkimbiza hamtakiwi kuingia ndani. Kwa nini nasema kuhusiana na kanisa Katoliki? Kwa sababu Vatican inachukuliwa kama vile ni nchi tu nyingine, ni serikali nyingine. Sasa kanisa Katoliki zinachukuliwa kama vile balozi, na mnajua kwamba sheria za ubalozi ni kwamba mtu anapoingia katika balozi fulani ni kama vile yuko katika nchi yake tayari, hautakiwi kwenda kumvamia hata kama ni katika nchi yako. Yani hivi ndivyo ilivyokuwa zamani, lakini leo subutu imeshakuwa tofauti. Kitabu cha Uonja sura yake ya 30 mstari wa 2 hadi 3 nasema, ni nani wanaoshuka kwa wazungu na damu mchanganyiko metisi bila kumwomba shauri, ili kujificha chini ya ulinzi wao na kutafuta kimbilio katika kivuli cha wazungu na damu mchanganyiko. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa mkisoma, kuna sehemu hapo inaandikwa, alaaniwe mtu anayetegemea mwanadamu. Hivyo mjawahi kusoma hilo andiko? Na alaaniwe mtu yeyote anayemtegemea mwanadamu. Na mimi ukielewa jinsi ninavyowaambia kila wakati kwamba ukijua kwamba mtu ni mtu mweusi na mwanadamu ni rangi zingine ni tofauti na mweusi, na mnaposoma ndani yao Biblia utaelewa kila kitu. Ndio maana nawaambia kwamba bila kuweka makini katika mambo ambayo tunaongea, itakuwa vigumu kwenu kabisa kujua ni nini ambacho mnakisoma. Amelaaniwa mtu anayeweka tumaini lake kwa mwanadamu. Yaani mtu mweusi kuweka tumaini lake kwa mzungu ni laana. Ndio maana yake, kama mpendi kuelewa. Ndio maana hapa inaulizwa, ni nani wanaoshuka kwa wazungu na damu mchanganyiko metisi bila kumwomba ushauri, bila kumwomba nani ushauri? Mutatedi, kaka yetu, ili kujificha chini ya ulinzi wao, kwamba wao watatulinda, watatusaidia, watatupatia chakula nini, maisha yetu yatakuwa vizuri, wao ndio watatulinda, na kutafuta kimbilio katika kivuli cha wazungu na damu mchanganyiko metisi. Ulinzi wa wazungu na damu mchanganyiko metisi utakuwa aibu kwenu kwa mkato, na kujificha chini ya kivuli cha wazungu na damu mchanganyiko metisi itakuwa fedhea, itakuwa fedhea. Haya ndio mambo ambayo tunayaona. Nimesikia kwamba kuna rais fulani wa nchi ya huyu kama Ufaransa, kama alikuwa huko wasi Jedu, kuna maneno ambayo aliyoyaongea huko ambayo yalizalilisha tena watu weusi. Ni watu mnajua kila alichokiongea, lakini utakuta mtu yani anajiona kwamba wao kuna nini. Umasikini umeshaanza kutanda huku tuliko, nchi zao umasikini umeshaanza kunuka. Mimi nawaambia na bado na muda bado. Ndio maana nawaambia wasi, ndugu zangu, tuna kila kitu. Bila nchi zetu Ulaya haipo. Angalia kidogo tu gisi vita vilivyozuka kidogo hapa kati ya ndani ya Marekani na Iran. Hadi wakati huu hapa mafuta yamepanda bei kweli kweli. Mafuta ya gari lita moja imefika kwenye euro 2.60 na wengine 30. Kidogo tu. Kwa hiyo wanategemea nchi zingine.
Sasa zingine zote zifunge break, zifunge kabisa, wasifunge, wengine wafunge. Wanaenda wapi? Si wanamalizika? Hata kama unazo pesa, unaweza ukatafuta kitu, lakini ukipata na pesa unayo huku tuliko nyumbani kwetu. Zaidi kwanza, matatizo ni kwamba mtu hana pesa, lakini unapopata pesa kwetu nyumbani, unaweza ukapata kila kitu ambacho unakipenda kukipata, kile ambacho kinatakiwa kupatikana. Lakini hapo unaweza kuwa hata na pesa na unakosa kitu ambacho unapenda kununua. Ndio maana tuwe makini katika haya maisha ambayo tunaishi. Wazungu wao wanategemea sisi, lakini wanajifanya kama vile ni sisi ndio tunawategemea wao, na hiyo ndio saikolojia ambayo wamekuja kuileta katika nyakati zote, kutufanya kwamba wao ndio wanatusaidia misaada. Hawana haja ya kutusaidia misaada. Kwanza pesa zote ambazo wanasema kwamba wanatudai kwamba wametupatia msaada, mimi ningelikuwa hata nyinyi marais hata wanani, ningesema hapa sitoi chochote. Pesa ngapi ambazo mlizotuiba hapa, mambo ambayo mliotufanyia hadi muda huu, sisi sisi ndio tunawadai sisi. Nyinyi hamwezi tudai kila ukabadilisha ndani zote ambazo wamewakopesha, chukueni na mseme hapa hatutoi, kwa sababu nyinyi mwanze kwanza kuhesabu vile ambavyo mlitufanyia ni malipo. Tunaenda kuchukua kile kulingana na mambo mliofanyia mababu zetu, hakutatoka pesa zenu. Lakini sasa bado hata wanasema ya ukisema hivyo unaweza ukamalizwa sasa hivi. Kwa hiyo tuwe pamoja, ndugu zangu, tusaidie marais wetu. Na zaidi sana kitu ambacho napenda kusema ni kwamba sio kila kitu ambacho rais anaweza akafanya mwenyewe bila taifa, bila watu. Na kuna mambo mengine ambayo yanatendeka mabaya, lakini sio rais anayefanya, lakini kwa sababu yeye ndio msimamizi ataambiwa kwamba ni yeye. Lakini kuna mambo mengine ambayo naye pia anashtuka kuona kwamba yanafanyika, lakini aweza akapanda jukwaani kusema kwamba sio mimi, ni fulani. Hapana. Lakini anawaambia kwamba kuna mambo mengine ambayo yanatendeka ambapo hata taarifa kabisa hakuna, hata kuulizwa, watu wanafanya tu, alafu baadaye anakuja kuona hivi kweli. Anaweza akawapokea, anaweza akawaambia nyinyi mtajuaje, lakini yeye ndo anaonekana tu ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka. Mengine, kuna baadhi ya marais ambao wanapenda kubadilisha nchi zao, lakini kuna shinikizo, wale walio nyuma hawataki. Anapotaka kuweka hivi, wanaangalia namna gani watamaliza. Kwa hiyo ni rahisi zaidi sana kumtusi fulani, kumtusi rais fulani, kumtusi hivi. Ni rahisi, ni kweli, ni rahisi, unaweza ukasema, kwa sababu haujui na wewe pia ni nini ambacho kinapita. Lakini na wewe pia ukiingia hapo ndio utajua kwamba kumbe ndio hivi kwa ndio hivi. Aidha ujitoe maisha yako umalizike kwa ajili ya kweli, uonyeshe kabisa upendo wako kwa nchi. Aidha ukubali kile ambacho wanakipenda ili kwamba bado uendelee kupumua. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo lakini kila kitu kina mwanzo wake na kina mwisho wake, ndugu zangu. Wonja 47:2 Mutatedi amefanya kiroho kinywa changu kuwa kama upanga mkali, amenifunika kwa kivuli cha nguvu ya neno lake, ya neno. Amenifanya kiroho mshale mkali, ameniweka kiroho katika pango la mudima bekoki city. Ndio maana nilisoma kitabu cha Kuduma Nemula kwenye Mwanzo sura yake ya 62:12 kwamba idadi ya wale waliojulikana, walioamini na kukubali neno la lugha, wanaume na wanawake, iliongezeka zaidi na zaidi, hivi kwamba wagonjwa wanaojulikana waliletwa mitahani na kuwekwa kwenye vitanda na matandiko, ili kwamba mimi Dali nitakapopita kivuli changu kuna mabano utawala wetu unaotokana na muungano wa kivuli kinachoakisiwa cha viumbe vya kiroho zaidi ya pazia kubwa lisiloonekana, tunafunga mabano, kingewafunika baadhi yao. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba hao wote wanaojiita kwamba ni wachungaji, manabii, wanaoandika kwenye mabango kusema kwamba siku fulani kutakuwa siku ya deliverance, Roho Mtakatifu atashuka, watu watapona, viwete hao wote ni wahongo. Mwelewe kwamba hao wote ni wahongo. Hakuna hata mmoja ambaye anafanya miujiza, hata mmoja.
Msifikiri kwamba imani useme wote, sio wote fake. Mimi nasema, narudilia, wote ni fake. Yes, mimi ndio nasema hapa, wote ni fake. Wewe unafikiri kwa sababu kuna maneno ambayo ataongea, unajihisi anakugusa, ni mtu wa Mungu kama mwingine. Sisi tunajua ni nini ambacho kinaendelea. Unasikia, wakati tunapoongea hivi, hata wenyewe hawezi wakaja wakabisha. Wote ni fake. Wote wanaojiita kwamba ni wachungaji, manabii, maprofeti, kwamba wanafanya miujiza, wanatoa hivi, sijui wanaponya, hakuna hata chochote ambacho wanakifanya, ni uongo mtupu. Hivi nafikiri kwamba hao wachungaji mnaoita kwamba ni mitume, kwamba wangelikuwa manabii kabisa, na kwamba wanatoa mademoni, watu wanapokuwa wagonjwa wanafanya. Marais si wapo? Rais anaweza kamwita, kama katika nchi yake kuna mtu ambaye anafanya miujiza, anaponya wengine, anasema mwite fulani huko, mamangu ni mgonjwa hapo, muombee apone. Nafikiri wasingekuwa wanafanya hivi. N'importe quoi. Takuta watu wanaojiita kwamba wao ni wachungaji, hasa wanafanya mambo ya nani ya deliverance. Wao wenyewe hawako hata delivered. Wao wenyewe wana matatizo, wengine bado wanavaa miwani kwa sababu waone vizuri. Mfano, utakuwa unaenda kuponyesha mwingine na wewe mwenyewe uko mgonjwa, una matatizo, una makasoro ambayo kwa hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo kuhusiana na nguvu ya kivuli, lakini mwelewe kwamba Mledi ametuambia kwanza, kivuli cha Dale kilipopita kwenye wagonjwa inamaanisha nini? Yaani roho za giza kula vitu zilikuwa pamoja naye pale pale, zilikuwepo hapo hapo, na yeye Dale alikuwa na ufahamu na alikuwa anajua hivyo. Kwa hiyo hafanyi kitu kwa sababu ya kufanya tu. Kwa hiyo ndio maana Mledi akatuambia siku ambayo tutakuwa katika level zaidi sana ya kiroho, ndipo tutahisi sasa uwepo na nguvu ya kivuli chetu. Hichi kivuli ambacho tunachokiona, wakati utafika ambapo sisi wenyewe sasa kama tumeshakuwa kiroho, tutakuwa na ufahamu halisi na uwezo na nguvu ambayo ipo kwenye kivuli chetu. Kwa hiyo kivuli chako ni muhimu, kivuli chako ni muhimu, usizarau. Mara una kivuli chako kinakufuatafuata, unapotembea kinakufuata. Na kuna nyingine ambapo labda unapoenda hivi, kulingana na nani ya direction ya mwanga, kinakuwa mbele, wewe unakifuata, na kingine wewe unaenda kinakufuata nyuma. Ina maana yani kinakufuata, maana yake matendo yako yanakufuata pia, kila unachokifanya nacho pia kinaambatana na wewe. Na kuna wakati unaweza ukaona kwamba kuna hata zaidi ya kivuli kimoja, zaidi kimoja, 2, 3 ni vipengele mbalimbali katika safari yako, maana kuna roho, nafsi na mwili. Sijamaanisha kwamba labda unapoona vivuli vitatu ina maana hii inamaanisha roho ine, no. Katika ufahamu huo ni kama hivi vipengele vya ufahamu wako ambao uko nayo katika linaonekana. Kwa hiyo hayo ndugu zangu, kuhusiana na kivuli, nguvu iliyo katika kivuli. Luba anaendelea kujitukuza na iwe hivyo.